au tumepata neema kutoka kwa Mungu. Nataka niwafundishe neema ni nini. Neema ni nini? Neema ni upendeleo, kibali ambacho hukustahili ila umestahilishwa na Mungu. Tumepata neema kutoka kwa Mungu. Neema ni nini? Neema ni upendeleo, mkato, kibali ambacho hukustahili ila umestahilishwa na Mungu. Na hapo ndipo neno la Mungu linalosema hivi, kitabu cha Wafilipi 4:13, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Umeona? Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake umepata neema ambayo hukustahili ila umestahilishwa kupitia yeye. Hapo ndipo utakuwa na heshima na muumba wako, utampenda Mungu wako, utamheshimu Mungu wako, kwani unajua ni kwa neema, by grace, ni kwa neema. Sindio? Maisha uzima umenipendelea. Sindio? Yaani kila mmoja akishajua kwamba nilivyo mimi ni kwa neema ya Mungu, hatakuwa na majivuno. Mnasikia? Hatakuwa na nini? Na majivuno, majigambo. Hatakuwa jeuri. Kuna watoto wengine wakiongoza darasani wanajiona wao ni special. Wao nini? Yule ambaye haongozi sio special. No. Hiyo ni neema ambayo Mungu amekupatia. Haleluya, watu wa Mungu. Si nimeeleweka? Yaani ulishawahi kuona watoto wanaongoza mashuleni mitihani hii ya kujipima si na nini na kadhalika, si ndio? Sasa na nyewe mmesoma nao, mjasoma nao. Walikuwa wadudu na dunda. Basi tu ni upungufu wa kutokuelewa. Lakini ukweli hauko hivyo. Ukweli uko hivi. Mungu alipoumba mwanadamu alitangaza neema yake kwa kila mtu. Haleluya. Alitangaza nini? Neema yake. Hiyo neema ndio ambayo inambeba huyo mtu kwenda kwenye yale mafanikio, kwenda kwenye ule utumishi, kwenda kwenye, yaani neema ni kibali. Maana Mungu amekupa kibali kuna jambo fulani, kuna kitu fulani. Haleluya, watu wa kanisa. Yaani umepata watoto 5, 2, 1. Hiyo ni neema ambayo Mungu amefanya, ameiweka ndani yako. Haleluya. Ndio maana ukishakuwa umepata kibali au neema, maana yake unayaishi maisha ya kimungu yenye nidhamu 100%. Maana yake neema ni nini? Neema ni upendeleo. Maana yake Mungu amekupendelea. Yule ambaye hajakosea. Mmenisikia?
Yule ambaye hana akili ulionayo hajakosea. Yule ambaye hana biashara ulionayo hajakosea. Yule ambaye hana gari hajakosea. Yule ambaye hana hiki ambacho wewe unacho hajakosea. By grace of God, ni kwa neema nani? Kwa hiyo ukishajua kwamba hivi nilivyo, hivyo ulivyo, ni kwa neema ya Mungu, maana yake utatembea kwa unyenyekevu, utii na nidhamu, kwamba sio mimi, ni kwa neema ya Mungu. Ndio maana kuna nyimbo mnaimbaga, neema 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 hii, neema kwa watu wote, neema imefunuliwa. Sasa kuna neema ambayo imefunuliwa kwa watu wote, ambayo hiyo neema haina position, haina nafasi, ila kuna neema ambayo sasa imefunuliwa maalumu, hiyo ina position namna ya maisha yanavyoenda. Si nimeweka? Yaani kama mwalimu wa shule ana neema yake, kuna neema iko nani. Kama ni daktari kuna neema yake. Unaona, kama ni mfanyabiashara, sasa hiyo neema inakuwa na category. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake sio ipo neema ya jumla ambayo ni wokovu, lakini iko neema ambayo inakaa kwenye vipawa, taaruma. Wengine wanasema taaruma. Umesikia? Sisi tunasema vipawa. Huko wengine wanasema nini? Taaluma. Hiyo neema inatofautiana. Kwa hiyo neema kila mmoja ana special. Ndio maana darasani kuna watu ambao wanafundisha hesabu, kuna watu wanafundisha geography. Hiyo ni neema ya Mungu.